Watu wengi wanadhani power tiller ni kwa ajili ya kulima tu. Wanakosea sana. Yaani, asikwambie mtu. Kama unawaza hili ni jembe la mkono tu lililoboreshwa, unakosa uhondo kamili. Leo tunakwenda kuvunja hizo imani potofu kabisa na kukuonyesha ukweli ambao pengine ulikuwa huujui. Tutazama ndani zaidi kuona jinsi chombo hiki kinavyoweza kupindua meza kwenye shughuli zako za kilimo. Amini usiamini, ile dhana uliokuwa nayo mwanzo ni kama 10% tu ya ukweli wote. Sasa hebu tuweke mambo sawa. Wengi wetu tukisikia power tiller, picha inayotujia haraka kichwani ni mashine inayosukuma na kutifua udongo. Sawa, kwamba ni mashine ya kulimia tu. Lakini uhalisia ni tofauti kabisa. Hii sio tu mashine ya kulima, hapana. Ni mashine ya kazi mbalimbali, yani multi-purpose. Inakuokolea muda mwingi sana na kukata zile gharama za kuajiri watu kibao au kukodi mashine nyingine. Ni kama umenunua mashine 5 tofauti kwa bei ya moja. Unajua kile kisu kinachoitwa Swiss Army knife, kile ambacho kina mkasi, msumeno, kifungua chupa na vitu kibao ndani yake. Basi, power tiller ni kama Swiss Army knife ya mkulima. Hilo ndilo neno zuri zaidi kuitumia. Injini hii moja tu inaweza kufungwa vifaa mbalimbali na kufanya maajabu shambani kwako, mambo ambayo pengine hata hukuwahi kuyafikiria. Hebu nikuonyeshe baadhi ya haya matumizi yatakayokuacha kinywa wazi. Kitu cha kwanza kabisa, usafirishaji. Fikiria hili. Umevuna mazao yako, badala ya kutafuta gari au mkokoteni, unaunga tu tela kwa nyuma ya power tiller yako na papo hapo inageuka kuwa gari lako la mizigo. Unaweza kusafirisha mazao kutoka shambani kwenda sokoni au kubeba mbolea na pembejeo. Inarahisisha sana mambo na huna haja ya kuwaza gharama za ziada za kukodi magari. Sasa, hili ndilo huwa linawashangaza watu wengi sana. Unajua, kama hii injini inayokulimia shamba inaweza pia kuvuta maji? Ndiyo, umeisikia vizuri. Unaweza kuiunganisha na pampu ya maji na ikawa kituo chako kikuu cha kusukuma maji ya umwagiliaji. Kwa hiyo, kama unayo power tiller, huna haja tena ya kununua generator au pampu ya maji inayojitegemea. Ni kama una mtambo wako wa maji unaotembea popote unapohitaji. Lakini hatuishii hapo. Tukirudi kwenye udongo na mimea yenyewe, power tiller inafanya kazi hatari sana za udhibiti wa magugu, yani kupalilia. Badala ya kutumia jembe la mkono kupalilia kwa siku kadhaa, unafunga visu vyake maalum na inapita kung'oa magugu kwa ufanisi wa hali ya juu. Na wakati inafanya hivyo, inapitisha hewa kwenye udongo kati ya mistari ya mazao yako, kuhakikisha mizizi inapumua vizuri na kunyonya virutubisho. Ni kama inapaisha afya ya shamba lako kwa ujumla. Sio mimi tu ninayesema haya. Mhandisi wa ufundi Gabriel Mangi aliwahi kusema kitu cha msingi sana. Alisema, inafanya maandalizi ya shamba na bado unaweza kuitumia kwa usafirishaji. Na hii ndio siri kubwa. Kwamba baada ya msimu wa maandalizi ya shamba kuisha, power tiller yako haiendi kupakiwa store na kujaa vumbi. Hapana, inakuchapishia kazi kuanzia Januari hadi Disemba mwaka mzima. Sasa, hebu tuongelee hesabu kwa sababu najua kila mkulima anajali sana matumizi. Sikiliza hii. Hekta moja kamili ndani ya saa 2 tu kwa kutumia lita 2 tu za mafuta. Hebu fikiria hilo kwa sekunde moja. Ni ufanisi wa kutisha unaookoa pesa nyingi sana. Piga hesabu ya gharama ambazo ungeingia kulipa vibarua walime siku nzima au kukodi matrekta makubwa yanayokunywa mafuta kama maji. Tofauti ni kubwa sana. Kiukweli, tunapoongelea power tiller, hatuongelei tu mashine. Hiki chombo ni kama meneja au mfanyakazi wako wa kila idara. Ni yule mfanyakazi hodari asiyechoka. Anaanza na wewe kuandaa shamba, anakuja kukusaidia kumwagilia maji, anapalilia mazao yako yasiungwe na magugu, na mwisho wa siku anabeba mavuno yako kukupelekea sokoni. Ulishawahi kuona mfanyakazi wa namna hii? Kwa hiyo, swali la kujiuliza sasa ni hili. Je, upo tayari kuboresha kilimo chako kwa hiki chombo cha maajabu? Hiki sio chombo tu, ni mfanyakazi wako wa kila idara.
Unataka kujua jinsi ya kupata power tiller yenye vifaa vyote hivi vya ziada bila kupigwa bei? Piga simu au tuma neno ushauri kwenda 0763071007 tukuelekeze njia sahihi. Chukua hatua sasa kuleta mapinduzi kwenye kilimo chako. Asanteni sana kwa kuwa nami, tuonane wakati ujao.